how the word of wisdom functions. Last time tulipokuwa hapa nilikuwa nimezungumza kuhusu it functions through the different channels according to God's will. Inatenda kazi kupitia njia mbalimbali kulingana na Mungu apendavyo. Na hiyo nafikiri nilikuwa nimeiandika. So njia ya kwanza ambayo word of wisdom, kwa wale wageni ambao wanaingia saa hii, poleni, ni mafundisho ambayo tumekuwa tukiendelea, lakini inahusu karama za Roho Mtakatifu. Na karama za Roho Mtakatifu ziko 9. Na katika zile 9 tumeanza karama ya kwanza ambayo inaitwa word of wisdom ama neno la hekima. Amen. Na kwa sababu tunaendelea na nilikuwa nimeanza, sasa ninaenda how the word of wisdom function, vile inatenda kazi. Bwana sifiwe. Yenyewe tulikuwa tumeizungumza na tukasema mambo mengi kuhusu. So now nataka niendelee. Is it okay? Nataka niendelee ili nisichukue muda sana kudeal na hiyo. Tulikuwa tumesema the word of wisdom is special insight given by the Holy Spirit on how to respond to a particular situation or a need. Sijui kama mtu aliandika hiyo. Okay. It is hiyo najua wakati nikizungumza hivyo Wambua walikuwa hawapo, so pengine mtapata. The word of wisdom is a special insight given by the Holy Spirit on how to respond to a particular situation or need. Alafu inasema it is when God puts part of his mind into our mind to show future or prediction. It is when God puts his mind into your mind na anaonyesha ama anakuambia mambo ambayo yatafanyika. Kwanza ujue ya kwamba word of wisdom inazungumzia mambo gani? Inazungumzia mambo gani sana sana? Ama inazungumzia kuhusu nini sana sana? Word of wisdom yenyewe tulisema inazungumzia kuhusu mambo gani? Future. Very important, very important. Kwa hivyo kila wakati inazungumzia mambo ya future. So utagundua hata prophets most of the time huwa wanatumika katika hii nini? Word of wisdom na zile zingine. So today sitaki niongelee sana hapa, nataka niingie sasa niendelee. Number 1, ile njia ambayo word of wisdom inatumika. Word of wisdom ziko nyingi, lakini number 1 ya kwanza ni through spiritual intuition. Number 1. What is intuition? Intuition ama kule kuhisi kwa ndani ama kuhisio la ndani ama uwezo wa kuona kitu kabla ukiona chenyewe. Uwezo wa kuona kitu kabla chenyewe kukiona. Sijui kama Kiswahili itaeleweka. So Kiingereza ni ability or power that makes it possible to know. The ability or power that makes it possible to know something without any proof or evidence. Uwezo wa kuweza kuona kitu kabla ushahidi wenyewe. For instance, angalia. Mimi nasema mzee Mash anakaa Mombasa. Sijakaa na mzee Mash, sijakaa na nini, lakini
ndani yangu nimesikia, ndani yangu ninaambiwa kwamba Mzee Masha anakaa Mombasa. That is the intuition. Sio instinct. Animals use instinct, but this is the intuition. Ile sauti ambayo inakuambia jambo. But this one, that's why it is called spiritual. The spirit is using that intuition kukuambia mambo yatakayotendeka kesho, ama mambo ambayo yatatendeka mbele yako. The spirit. Sawa. Kwa hivyo roho huyo ambaye amekujaza ama ambaye amekuijia anakuambia. It's like a discerning, like discerning kidogo ni tofauti. Discerning is seeing the spirit. But this one ni kujua jambo kuhusu maisha yako, ama kuhusu wewe, ama kuhusu mtu mwingine ambaye atatendeka in the future. So the spirit is telling you. For instance, you have a problem. And you don't know what to do. And then as you pray, and then the Spirit of God anamtumia ndugu, anakuambia, brother, Mungu anasema ufanye hivi, kuna hii na hii na hii, fanya hivi na hivi na hivi. Tuko na mzee, lakini naambiwa ama anaambiwa fanya hivi na hivi na hivi na hivi. Maybe this brother has a case to answer, na hajui vile atafanya. So huyu ndugu, Mungu anamwambia, the spirit anamwambia kile atakachofanya. Is it okay? Yes, spiritual intuition. Na anakuambia, brother, do this and this and this and this. Na akifanya hivyo, maana ni roho wa Mungu, anafanikiwa. Inatendeka. Is it okay? So ndio sababu nimesema the ability or power that makes it possible to know something without any proof or evidence. Hata watu wakisema, brother, what are you saying? What is the evidence? No, mimi sina evidence, but the spirit, lakini spirit ameniambia hivyo. Yeah. You can ignore it or take it. Yes, you can ignore it or take it, lakini roho ameniambia hivyo. Amen? Katika maombi. Okay. Wakati mmoja Paul Simon the Niger, ama Simon the Niger, na Lukio na Manaen, watu watano, alafu na Barnabas walikuwa wanaomba huko Antioch. Wakiwa wanaomba, na Biblia inasema walipokuwa wakiomba na kufast, the spirit alizungumza kwa njia gani? Okay, hapo iko bracket kwa sababu haisemi alizungumza kwa sauti, lakini Biblia inasema and the spirit say separate me fulani na fulani. They were all teachers. Wacha tusome hiyo. Acts. Hata ilikuwa haiko hapa, natoa tu kama mfano, ilikuwa siwa ya hapa. Acts verse 1 na 2. Soma haraka au Morris. Haisemi ya kwamba kwa somo mfano mzuri, lakini nataka niseme tu kwamba the spirit alizungumza kwa njia gani? Either it is through one of them alizungumza. Na saa nyingine hazungumzi kwa sababu anazungumza through institution. Tunisomea haraka. Na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu. Nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkirene, na Maneeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode na Sauli. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Tunaomba hivi, tutajuaje Roho amesema jambo fulani hapa?
But a brother, through this gift ambayo Mungu anataka, anasema Bwana tufanye hivi na hivi na hivi. According to God's will, kulingana vile atakavyo, fanyeni hivi na hivi na hivi. Wakiomba walikuwa wanajua ama hawajui? Wakiwa wanaomba walikuwa wanajua vile Mungu anataka kufanya juu ya maisha ya Barnaba na Saul. In fact, aliwataja. The Spirit mentioned them. Roho aliwataja. Aliwatajaje? Alisemaje? Nitengeeni Barnaba na Sauli. Kwa hivyo alikuja akazungumza Spirit. Alikuja kuzungumza. Because these people are operating and they're led by the Spirit. So either one of them was used, because there were prophets also there. Seems real. There were prophets. Wasawi nasema prophets and teachers. Amen? So hiyo nataka tu niseme. Okay, so statement hii nilikuwa nataka kuikuonyesha tu hiyo, but sana sana nilikuwa sio hapo. Okay. Through the spiritual intuition you can sense or hear with your spiritual ears the voice of the Spirit. Nisifanye wasiwasi, nitaisoma kama ni yetu. Through the spiritual intuition you can sense or hear with your spiritual ears the voice of the Spirit. All right. Through the spiritual intuition you can sense. Well, you can sense and you can hear with your spiritual ears. Spiritual ears, the voice of the Spirit. Si masikio haya. When God, wakati Roho anapokutumia katika hii, kuna masikio ya rohoni yanafunguliwa. The Spirit anafungua masikio ya rohoni. Hearing and hearing. Hearing mara mbili. Mshasikia hearing mara mbili? Hearing and hearing. Masikio ya rohoni yanafunguliwa, unaelewa sauti ya Roho Mtakatifu vile anavyokuambia na vile anavyotaka. Watu wanaweza kukaa 10 years lakini bado sijajua sauti ya Roho Mtakatifu vile inavyozungumza kwao. Because my spiritual ears are still what? Bado yamefungika. Lakini wakati unapotumika katika hiyo, sasa unaanza kuna nini? Masikio yako ya rohoni yanafunguka na unasikia Roho vile anavyosema, Roho Mtakatifu anavyozungumza. Concerning the church, concerning your life, concerning another brother, concerning a problem. Sawa? So point nyingine, another point under that. You can suddenly sense God's will in a matter. Suddenly. You can suddenly sense God's will in a matter or know what to say in a particular situation. In a matter, you can sense suddenly, kwa ghafla. Ulikuwa hata hujui. Na nino Kelly. Ushuhuda wa Kelly. Anasema si kawaida yake kusoma Biblia. Kumbe watu wengi hawasomi Biblia. Sio yeye peke yake. Watu wengi hawasomi Biblia, is it true? Lakini sasa hapo tutaona kidogo. Ni nini kilichomsababisha Kelly asome chapter 1, chapter 2, chapter mpaka chapter 5? Kwa hapa kwa ibada. Alikuwa anaendelea dada akiwa anaendelea kuhubiri. Alipewa tu hamu. Hata yeye hajui litendekaje. Okay, so hiyo wacha kwanza tuiwache vile hivi. Hii Biblia inaweza kuwa na hamu. Listen, unaweza kuisoma ukasikia tamu kama unakula chakula. In fact, tamu kuliko chakula. Na hii Biblia unaweza kusoma
chapter moja usimalize na unalala kabisa kabisa. Na wengi wanania. Na wengi wako hivyo. Chapter moja unasoma bado ni kama ushirika tu 1 hour, 30 minutes bado kushirikana watu wote ni nahubiria watu hata watu wamelala tayari kushirika kwa home fellowship pale nyumbani, family altar. Family altars. Wewe pia kuna shida kama hiyo? Asante sana. Kwa hivyo tutabidi tuombe. Hata huko kuna shida, naona mikono na nyosho. Si mchezo. Ndio sababu tunapewa roho. Amina. Na huyo roho ukienda na hii dunia, tukienda na hii, sikiza, we don't succeed. That's what the spiritual intuition. Kuna vitu nafanya. Juzi I was teaching here, nikawa nasema, huyu mzee ni rafiki yangu nini, lakini sikiza, kuna mambo mengine roho akiniambia siwezi kufanya na yeye. For instance, I cannot do business with this brother. Ndiyo nampenda, tuko pamoja, lakini nikiomba, the spirit is saying do not do business with him. He's a brother. Angalia. Wanawake ni wengi wanazaliwa duniani na wengine wameokoka kabisa. Lakini si wote, wewe mwanaume, si wote ni bibi yako. Wote wameokoka lakini si wote ni bibi yako. Kuna ile rib, you are rib. How are you going to identify it? You go to the owner of the one who made the ribs. And then stick the backbone, mwambie aniambie. Maana ndio hao. Ukimwona mwingine yuko sijui brown, mwingine yuko tall, mwingine yuko sijui na nini. Utawachukua wote maana wamekoka. Go to the owner of the ribs. Tell me which ribs? Rib. Maana anaweza kuwa ni wengi, lakini your rib is not here. Your rib is in China. Your rib is in Germany. Your rib is in America. Your rib is where? Nisaidie. Hallelujah. Amen. So then go to the owner. Ask the owner. He will show you. Amen. Spiritual intuition. Very important. Ndio usishike watu mikono ati kila unayemuona msichana unamshika mkono unashika. Poleni, siko katika nini semina, lakini wacha tu maana imekuja. Tabia ya watu wa dunia. But those who will have the spirit, hawafanyi vitu vingi. Tulikuwa tumeokoka wengi kule vijana, lakini kuna vijana walikuwa wanafanya vitu. But me nimeanza kufundishwa vitu vingi na spirit. Kila mtu anafanya lakini mimi sifanyi. I don't do. Maana sijui Mungu amenitia nini. I don't do. I don't know. Kwa nini ananizuilia? Nikitaka kuna nasikia usifanye ile. So do I do? Because people are doing. It's me and him. Me and him. It's not about people. It's me and him. Hallelujah. Amen. Me and God. Amen. Because one day I will stand before him. Amen. Siku moja atasimama, atasema mimi nilikuzungumzia wewe. Wewe nilikuzungumzia mimi. Siku moja atasimama atasema mimi ndio nilikupatia huyu. Wewe unaenda na mimi ndio nilikupatia huyu na hivi ndivyo nilivyomfanya. What are you going to say? Hivi ndivyo nilivyomfanya. It's me. I gave it and mimi ndio nilikupatia. Na hivi ndivyo nilivyomfanya. And this is why Jesus said. Wacha nizungumze nilegelee hii. You can suddenly sense God's will in a matter or know what to say in a particular situation. Na hii ndio Yesu Kristo alisemaje? Itafika wakati watawapeleka katika mabaraza. Alafu akasemaje? Muwe na wasiwasi jinsi mtakavyojibu. Alisemaje? Msiwe na wasiwasi ni nini mtakavyojibu, maana kwa wakati ule nini atazungumza?
Wewe Roho. Roho ananena Bwana. Atanena kabla hutana, maneno yanatoka yenyewe. And him when he speaks, Lord, when he speaks, anavuta kila kitu ndani ya mioyo ya watu. Kama kuna roho chafu inavutika, kama kuna nini, he speaks to the people. Na ukiwa una mawe wataangusha chini, because the Spirit speaks to the people. Hata kama ni kinyongo inaondolewa. We cannot kill these people, because the Spirit will defend you. Soma Matthew 10. Soma hiyo, andika tu Matthew 10:18 mpaka 20, alafu nisome Mark. Nataka Mark ndio nisomee mmoja haraka. Mark 13 verse 10. Verse 11. Verse 11. Nasema na watakapowachukua ninyi na kuwasaliti, msitafakari kwanza mtakayosema. Nasikia? Msitafakari. Lakini lolote mtakalopewa saa ile lisemeni, kwa maana si ninyi msemao, bali ni Roho Mtakatifu. Unaweza kufanya hii huduma na ukawa unafanya wewe mwenyewe. Unafanya wewe mwenyewe. Maana una ujuzi wa kufanya. But the Spirit is not there. Yule ndugu alifanya akahubiri more than 30 years. Akienda kuomba Bwana na mwambia sasa ni wakati wa kwenda kuretire. Alipoenda kwa wale bishops akawauliza. Akawaambia Bwana, mimi sasa ni wakati wangu, nimefika 60 years nataka kuretire. Akauliza na wale bishops, ni nani katika hapa au bishops wote nani aliyekuajiri kuhubiri? Akaangalia nani aliyekuajiri kuhubiri? Akasema hakuna. Kuna Mungu aliyekuajiri kuhubiri. Nenda kamuulize yeye kuhusu mambo ya kuretire kwako. Amina. Situlize sisi. Ndio na uhakika. The Spirit speaks. Atazungumza. Alipokwenda kumuuliza akamwambia wewe ni nani? Wacha tuangalie katika orodha ya watumishi wa Mungu. Alipoangalia katika orodha ya watumishi wa Mungu akamwambia umesema waitwa nani? Fulani wa fulani. Hatuoni hilo jina lako. In fact hatuoni hilo jina. Mnasemaje? 60 years nimehubiri, nimeenda akataja. Nimeenda huko na kama hatuoni katika list ya watumishi. Maana kuna list ya watumishi. 60 years. Amen. Kamba sasa sema sasa unifanyaje? Kamba wanamjibu na labda sasa ndio una apply kuingia katika huduma. Wasemaje? Na wewe unasema umekuwa mzee. Listen, akasema basi niingize na sasa na apply sasa naingia. Naingia. Biblia huyo mtumishi anasema kazi zile alizofanya miaka ile yote na ile miaka aliyokuwa amewekwa, he did many things. 1 year is enough for you. You can spend 10 years kugonga wewe mwenyewe, lakini 1 year is enough. Hii nyumba tumetumia miaka mingi kujenga. Sikiliza, hii nyumba Mungu akitaka ni mwezi mmoja tunamaliza hii kila kitu. 1 year tena tuanze nyingine na tuanze akiwa ametaka. Ndio sasa napewa na nini? Naambiwa sasa anza kuombea kiwanja kingine. Anza kuombea kiwanja kikubwa. Mtakuwa pamoja na mimi? Tunaanza kuombea kiwanja kikubwa cha magari ya hawa vijana na wengine. Kiwanja kikubwa here in Dandora or anywhere else. God is anasema ombea kiwanja kikubwa hata kama ni 1 acre, no problem. Money is not an issue to God. Hallelujah. Okay, example. Apostle Paul was forbidden by the Holy Spirit not to preach Phrygia and Bithynia, but to go to Troas. Kwa mfano sasa, Paul alikatazwa kuhubiri Phrygia and Bithynia, akaambiwa aende wapi? Troas. Alikuwa anataka anaenda tu.
Wacha tusome hiyo alafu tuone. But through the spiritual intuition. 16. Acts of Apostles 16. Ninajua bwana, usione sijui. Naelewa mambo mengine Roho ananifunulia. Na naelewa, unajua usione. Mimi naelewa. Kuelewa. Ili tunaangalia tu Mungu bila atakavyotaka kusema. We will not speak everything. Morris, wewe ndio unanisaidia. Walipofika Amen. This is very important. Wewe kuhubiri, sikiza. Nasikia wewe. Si kila mahali utaenda kuhudumu. That's why you need to pray. Mungu hapa kuna somo linafundishwa hapa la God is a God of assisting. Bwana sifiwe. Amen. Sikiza, as long as tumeambiwa tuhubiri injili, si kila mahali tutahubiri injili. That's why we need to pray, tupewe mwelekeo sawa sawa. Paulo amejuaje kwamba hapa hastahili kuhubiri na hapa hastahili kuhubiri? Through what? Spiritual intuition. Roho Mtakatifu anamwambia hapa usihubiri. Na hapa ndipo kuna very thin line. Wacha kidogo. Kuna a very thin line. Hapa ndio kuna very thin line between your mawazo yako na roho na sauti ya Roho wa Mungu. Hapo kudistinguish, hapo ndio kuna kazi. Hii ndio sababu kuna umuhimu wa wewe kuomba ili upate nini? Upate zaidi kuelewa sauti ya Roho Mtakatifu. Utaielewa, utaijua, atakwambia, atazungumza. Maana kuna mawazo yako na kuna sauti ya Roho wa Mungu. Utaitofautisha vipi? Utatofautisha vipi? That's why you need what? Tunahitaji sote tuwe nini katika watu wa kuomba, kumwambia Mungu atusaidie. Kwa sababu wakati hii inapoanza kutumika, wewe utasikia tu utasikia vile anavyozungumza na wewe. That's why the spiritual eyes should develop. Na ita develop namna gani? Kila wakati wewe kuomba. These people, hao watu wanaomba Bwana. Ukisoma hii 16. Paulo na Sila huko gerezani. Wanaomba. And that's why the Spirit of God anamwambia usihubiri hapa. Ukipata zamu unaponaje? Panafaa sana. Lakini wakijaribu kutaka kuhubiri na hapana, don't go. Nenda. Kafika mahali pengine. Wakapita Misia, wakafika Bithinia. Wakitaka kuna neno kama hapa pia napo hapana. Songeni mbele. Wakiendelea mbele, wakafika wapi? Troas. Hapo ndipo wakafanya nini? Wakahubiri. Kwa hivyo alizungumziwa ndani. Kati hiyo ni aina moja. Aina nyingine. Number 1. Number 2. Word quickened by the Spirit. Word quickened. Yani neno linalohuishwa na Roho Mtakatifu. Neno linalohuishwa. Neno linalohuishwa na Roho Mtakatifu. Hii haina mambo mengi. Inasema hivi, the Spirit can quicken a word from the scriptures that is specifically for the hour or situation one may be. The Spirit can quicken a word
Roho anaweza kuhuisha neno kutoka kwa maandiko that is specifically for the hour, inayohusu kwa masaa lile, kuhusu hali hiyo ambayo uko ndani yake. Specifically for the hour or situation one might be in. Kwa hivyo Roho ana quicken. Wacha hii ni sema. Ndio mara nyingi tushasikia watu nilikuwa katika hali fulani na fulani na fulani na fulani, niko na shida hii ama kuna hii, lakini Mungu akanipatia ahadi. Alipatia ahadi gani? Saa nyingine hii inafanyika, saa nyingine si ati mpaka uwe unajua Biblia. Kuna mama mdogo pale Mombasa. Yeye hakusoma. Lakini wakati mwingine anakuja anasema, Douglas, nilipokuwa nimelala, because hii inaweza kuletwa through vision, inaweza kuletwa through dreams, inaweza kuletwa na neno, inaweza kuletwa, lakini hii inasema word quickened by the spirit. Quickened by the spirit. Anasema ni kitabu fulani, kifungu fulani, alafu ana paraphrase. Anasema ulionyesha verse na hii verse. Ama nimekuwa hii verse, hebu nisomee. Ukisema lakini yenyewe ulikuwa unasikia kidogo ana paraphrase, hajui sawa lakini ana paraphrase. Hakusoma. Sasa hiyo pengine alikuwa akiombea kitu fulani, sasa hiyo kwake ni nini? God has quickened that word ambayo itamsaidia kuendelea kwa wakati ujao. Kitu ambacho atafanya mbeleni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu, wewe unaweza kusoma hii Biblia hata huna interest kabisa. Ukisubiri kama huna interest kabisa, na unafungua tu ile Biblia lako ama unaangalia, alafu unasikia unafika katika kifungu fulani, unashikwa hapo hicho kifungu na uondoki na kina associate na hali unayopitia. Inalingana, ina match na hali unayopitia. Na hiyo unaisoma na ndani yako you begin to what? Unasikia unaanza kupata amani. Through the problem, through the situation you are, unaanza kupata amani. Problem haijaondoka. Get it me right. Problem haijaondoka, lakini after reading that scripture unaanza kupata amani. Yes. Ni kama ambayo hiyo shida haiko sasa. Unaanza kupata amani, uko na pengine ulikuwa umesongwa, umepelekwa mpaka sasa umefungika mahali. But through that scripture unaanza kusikia you are so much relieved. What is happening? You are so much relieved. I speak this because vitu vingine nimepitia. When I was sick nyumbani, wakati nilipokuwa ni mgonjwa nyumbani, nilikuwa napenda kwenda maombi. Okay, so sana nilikuwa naombea hali ya ugonjwa na pia naombea huduma. So vitu hivi nilikuwa ndio viko mbele. So naombea because I was very sick. So siku moja nilipoenda maombi ya kufunga, ninaposema kufunga, ile dry, no food, nil to mouth. Hakuna kitu chochote, nil to mouth. So the first day niko hapo, niko na nini hapo. First day, second day, third day, fourth day, fifth day. Nilipofika 6th day, I was very, very tired. Nasikia nimechoka.
Alafu nilikuwa niko na towel. Nilikuwa na towel na pillow. So nikiwa nimewekewa kichwa hivi nimepeleka kama towel. Nasikia the bones now are meeting the rocks. The bones and rocks. Nimechoka. I was very, nikasema na hiki nitaweza. So nikiwa katika hali ya kuchoka, that 6th day usiku, people came nikiwa nimelala, hiyo ni sasa ni vision ama sijui dreams. Watu wakaja wakiwa wanakuja, mimi nikiwa nimelala pale, wanakuja, ninawaona wanakuja, wanasema chukua huo mkono eka sawa sawa, chukua na huo mkono eka sawa sawa, chukua mguu eka vizuri, chukua huo mguu eka vizuri, hapo msongeze eka vizuri, huku chini, anasema msongeze vizuri. You know, your peace, I have never had such a thing. That peace iliyosikia sijaisi. Ule uchungu wote. Yani I was sijui ni rejoicing ama nini hapa. Wananiambia chukua. Usiweke mkono namna hiyo, eka namna hii. And then after there I was given a scripture, Lamentation 3:25 and 26. While I was in that state, what did you show me? Lamentation was hii ugonjwa mbona inaendelea namna hii? What am I going to do? Nimekoti hizo wasajili I will not die, I will live. Hizo basi nimekoti kila basi na si kwamba they were in vain, because nafikiri ndio maana neno la Mungu halifiti kitupu. Ndio hiyo inasababisha God is sending his angels. In fact, during that time sijui angel, lakini that time alikuwa si mmoja, sijui waine. Eka mguu na sawa sawa, eka mguu sawa sawa. Morris, natamani ungefeel hiyo kitu. Unasikia Juma, unasikia amani bwana. Very calm. Hiyo uchungu wote, bones sijui nini, kuisikii. Very calm. Soma. Nasema. Nikapewa hii. Basi. Bwana ni mwema kwa hao wamngojeao. Bwana, maana nilikuwa nimechoka. Kwa hiyo nafsi imtafutayo. Ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana. Amina. Na kungojea kwa utulivu. Kwa utulivu. Do you know? Bado hali ni ile wamenisaidia to that night. There is another night. Kuna siku ya 7, kuna siku ya 8, kuna siku ya 9, kuna siku ya 10, kuna siku ya 11. Nimekuwa nikumpeleka kwa kale kamsitu kalipokatwa wakajenga nyumba huko. Mungu anafanya kazi mwenyewe atakavyo. Amen. Na akitaka kutumia huyu bora tu, akitaka kutumia Jesse atatumia. Akitaka kutumia huyu msichana atatumia, atatumia. Kutengana atakavyo. Kwa hivyo word. Unaweza kuwa hilo neno hulijui. Nimesoma Biblia lakini hapa mahali nilikuwa sijapasoma. Hapa mahali nilipopewa nilikuwa sijapasoma. That night nikapewa hii verse. Kila mahali hii verse ninayo. Maana nilipewa. And I was feeling a lot of peace. Ugonjwa umeondoka? Bado. Amen. And do you know? Kifua kinawaka moto usiku na mchana, non-stop. Kama ni magonjwa tumepitia. Non-stop. Kifua kinawaka moto wa. Non-stop. Lakini Mungu aliponipatia hili neno akanifariji. Baada ya hapa Mungu akanisaidia.
Usione saa nyingine mambo mengine ya Mungu yako tofauti. Usione tu kwa saa nyingine utaambiwa umeshapona. Na hata ukiangalia hauna dalili. Just believe ya kwamba umepona. Just believe, continue to believe ya kwamba umepona. Just believe. Ya kwamba umepona. Sisi mara nyingi tunataka tuone kitu kabisa. Amen. So, word quickening by the Spirit. Kwa hivyo the Spirit will quicken a word. Kwa hiyo hali yako inayokuja. Wakati tunafanya harusi, siku moja nikiwa nyumbani, nasikia na mbona nilikuwa si baridi ikija sisikii, nasikia huku ndani hakuna kitu. But that time siku moja nikiwa nimepanda juu napaka rangi ile room yangu, nasikia what is happening to my body? Nasikia hewa inaingia sasa. Hiyo nilikuwa sisikii kwa miaka yote. Sasa nasikia hewa inaanza kuingia. Ndio mimi sasa. Najihubiri mimi, sijihubiri. I am giving you a testimony of how God had quickened a word to your family, to you. Roho akanena. Either to a servant of God ama wewe tu akakunenea. Bwana sifiwe. That is number 3. Nasema hivi namaliza. Maana ziko. God through the word of wisdom, God can speak. Amen. Mfano mzuri. Okay, wacha nisome. God can speak in audible voice the way he spoke to Moses, Elijah and Jesus. God can speak in an audible voice. Mwalimu wangu aliniambia audible, sijui alikwambia. Audible voice, the way he spoke to Moses, to Elijah and to Jesus and many. Ni nani anayesadiki ya kwamba Mungu bado anaweza kuzungumza kwa sauti? Wawili. Kama bado anaandika, malizeni kuandika alafu niwaulize hilo swali. Ni nani? Kale. Do you believe ya kwamba Mungu sasa anaweza kuzungumza kwa sauti na ukasikia? Hata kuzungumza. Elisa, do you believe that? Mungu anaweza kuzungumza na sauti kwako kama vile alivyokuwa akizungumza na Musa na Elia na wengine. Yes, he can speak because he's the same. Hata badilika anaweza kuzungumza. Unaweza kuzungumza. So nitaachia hapa kwa sababu ya time, nitaachia hapa maana kuna hiyo alafu tuje nyingine na tuje na ziko ngapi? Ziko 6. Tuje na nyingine hizo njia. Kwa sababu hii Mungu anaweza kuzungumzia kuhusu jambo linalokuja, kuhusu mambo yanayotendeka katika maisha yako kama Mungu apendavyo, through the Spirit. Kwa hivyo Mungu anaweza kuzungumza na sauti, mpaka sasa anaweza kuzungumza. Wacha niseme kwa sababu ni mimi. Siku moja nilikuwa nimelala, nikapelekwa mtu amekuwa amevaa nguo nyeupe. Akaenda kuchukua kutoka juu alafu akaniachilia. Nikaanguka chini. Hapa wakati mmoja halafu siku nyingine pia akaja nikachukuliwa. Kapelekwa mpaka juu tena alafu nikaachiliwa nikaanguka chini tu. Kwamba Douglas, kama hutaokoka utaenda jehanamu. I was very afraid. Hiyo sija nilikuwa naenda kanisani tunaimba kwaya nini lakini bado sijaokoka. So mara mbili ifanyika hivi. Siku nyingine. So nikawa bado sija peana maisha yangu kwa Yesu Kristo. Siku nyingine nikiwa class 8. Nikatoka shuleni, nikaenda pale nyumbani. Nilipofika pale nyumbani, ndugu zangu na mama wote wameenda shambani, hakuna mtu. Sasa nilikuwa ninaenda lunch, alafu niregee shuleni. Nikifika hapa hakuna mtu hata mmoja. Nikiingia naona kila mahali. Nikaenda kule ambapo wanapika, hakuna mtu.
Sasa sasa nitakuwa na njaa, nirudi shule na njaa. So nikiwa nimesimama hivi, literally sauti kabisa audible, Douglas, kama hutaokoka utaenda jehanamu. Nikatoka nikaenda nje, nikaangalia kila mahali, there is no one. Hii kabisa. Na hakuna hata mmoja. Na wakati huo nilikuwa nimeenda kujiweka kwa kitanda. Maana yake sasa sina mtu hakuna mtu chakula nitafanyaje? So nimejiweka kwa kitanda nafikiria, sasa hii hali itakuwaje? Sauti inakuja. Sasa mimi nafikiria mambo ya chakula. Ngoja sasa different. Mungu bado anazungumza mpaka sasa. Huduma, jinsi nilivyoanza huduma, siku moja asubuhi Sunday, nikiwa nimeamka, nimeenda kuoga, nimevaa nguo, nimemaliza, nikijichana nywele zangu hivi, naambiwa anza kitu. I was my room, ile room yangu, I was alone. Wakati huo sasa nimeokoka sasa ndio anza kitu. Nianze nini kitu? So tulipoenda katika maombi, then yule akaanza kama nimekuwa katika Douglas, nimekuona katika ulikuwa unahubiri injili katika chini ya mwembe na watu walikuwa wanakuja, then the spirit of God akafungua safari. Do you understand niliposema anza kitu? Hiyo sijui, but in future Mungu anazungumza mambo ya nini yajayo. Bwana sifiwe. And those gifts, and that gift, God will give some of you here in the name of Jesus. Ukitaka Mungu atakupatia, pengine hata kupatia kama hii, lakini he will give some of you. Nasikiza, tumika. Ukipewa tumika katika hii. Bwana sifiwe. Nitaendelea. Amen. Nitaendelea. Hiyo ni namba 3. Kuna namba 4 mpaka na 6. Alafu tuingie ile nyingine ya word of knowledge. Lakini nilikuwa tumeizungumzia kidogo, tulikuwa tumeikata mahali na tutaendelea. Simama kwa miguu yako.